Tujafika kwa Gabo, basi moja kwa moja tuanze na yale ambayo Dr. Claudia katuandalia Jumatatu ya leo. Kumekuwa na swala la wanawake kujifungua kwa njia ya upasuaji. Sasa hivi imekuwa ni swala la kawaida kabisa. Yes. Zamani ilikuwa ni ajabu kidogo kusikia mwanamke kajifungua kwa upasuaji, unajua unaona mpaka unashtuka kabisa. Jamani kulikuwa na shida gani? Lakini ilikuwa ni wakati mwingine ni dharura ndo zinapelekea kufikia hatua ya mwanamke kujifungua kwa upasuaji. Mambo yameshindikana, kuna vitu havijaenda sawa, basi upasuaji unafanyika. Lakini siku hizi mambo yamebadilika, si kwa kawaida tu. Sasa hivi wanawake wenyewe wanaomba kujifungua kwa upasuaji, hasa wale ambao wanajifungua kwenye hospitali binafsi. Mtu anachagua kabisa, anasema mimi nataka kujifungua kwa njia ya upasuaji kwa sababu sitaki zile heka za kujifungua kawaida, sijui uchungu, maumivu. Kwa hiyo mimi nataka kujifungua kwa upasuaji. Sasa hali imekuwa iko hivi. Sasa tunataka kujua leo tofauti kati ya kujifungua kawaida na kujifungua kwa upasuaji. Lakini wale ambao wanajifungua kwa upasuaji, pengine baadaye kuna madhara gani ambao wanaweza kuyapata, ama kuna vitu gani ambavyo vinakuwa tofauti na yule mwanamke ambaye amejifungua kwa njia ya kawaida. Japo wapo ambao wanajifungua kwa njia ya upasuaji kwa sababu ya kutopenda, ila dharura za kiafya au mambo ya kitabibu yamepelekea kufika huko. Karibu sana Dr. Claudia. Asante Damara, mumeongea mambo mazuri sana kwa sababu swala la kujifungua kwa operation au kwa njia ya upasuaji zamani ilikuwa ni jambo la kushtusha. Na ikifika tu mtu anajieleza amejifungua kwa upasuaji. Kwa nini? Ilitokea nini? Watu wanataka kujua sababu iliyopelekea. Lakini sasa hivi imekuwa tofauti kwa sababu watu pia wanaomba wao wenyewe. Kwa hiyo tutajifunza utofauti uliopo kati ya mtu anayejifungua kwa kawaida, kwa njia ya kawaida, maana amejifungua kwa spontaneous vaginal delivery SVD, au kwa kutumia cesarean section ambayo tunasema kwa njia nyingine ambayo ni abnormal delivery. Na maana mwisho wa siku pale unakuwa kuna utofauti kati ya mtu aliyejifungua kwa kawaida na aliyejifungua kwa njia nyingine ambayo moja hapo ndio ya upasuaji. Lakini kuna njia nyingine, mfano kwa mtoto ambaye mzazi amejifungua mtoto kwa njia ya vacuum delivery. Na maana kichwa cha mtoto kinakuwa kimetolewa kutumia vifaa kama vacuum vile vinavyotumiaga kuzibulia labda mfano choo zile za kupampu. Yes, wanavuta kichwa cha mtoto au kwa kutumia forceps, na maana mikasi ile wanavuta mtoto anatoka. Lakini kuna hiyo breech delivery, na maana mtoto anakuta either ametanguliza kichwa, ametanguliza miguu au ametanguliza makalio. Kwa unakuta mwisho wa siku mtoto anatakiwa atangulize kichwa kwa kawaida. Lakini mtoto anapokuwa ametanguliza miguu au ametanguliza makalio ni breech delivery, ambapo inaweza ikawa optical mzazi kujifungua kwa njia ya kawaida, lakini pia kwa njia ya operation. Kwa njia za kujifungua ziko nyingi ambazo ni abnormal delivery, ambapo ndio tumesema hiyo cesarean section kwa njia ya upasuaji. Lakini pia tumeona hiyo kwa kutumia vifaa, lakini ambapo ni assistant delivery, na maana vifaa vinatumika kusaidia kumzalisha mtoto. Lakini pia kwa kutumia breech delivery ambapo mtoto anakuwa ametanguliza makalio au miguu. Lakini tukirudi kwenye normal delivery, na maana ndio ule kujifungua kwa njia kawaida ambayo imezoeleka, na ndio njia tunasema namba 1 ambao wataalamu wa afya huwa wanashauri wazazi kujifungua kwa njia hiyo, kwa sababu ndio maumbile mwanamke aliyoumbiwa kujifungua kwa njia hiyo. Lakini ukisema ulinganishe sasa, ndio pointi inakuja kulinganisha kati kujifungua kwa kawaida na kwa njia ya operation au upasuaji. Mwisho wa siku kwanza tunaangalia kwenye maumivu yanatofautiana, kwa sababu huku utapata maumivu kwenye njia ya kawaida ya kupush mtoto. Lakini huku kuna upasuaji na tunajua maumivu yake baada ya upasuaji, kwa sababu ule muda wakati unapasuliwa unachoma sindano za anesthesia, utosikia maumivu, lakini baadaye utakuja kusikia changamoto baadaye ya mshono. Lakini mwisho wa siku ukija kuangalia tofauti nyingine, upande wa kujifungua kwa kawaida unapona haraka, kwa sababu mwisho wa siku watu wengi wakishamaliza kujifungua, wengine wanarudi nyumbani wanapika ugali, wanafanya shughuli, yani kama kuna kilichotokea. Kuna story moja ukikata tu pale pale, yani kuna story moja, kuna rafiki yangu mama yake ni nesi. Anakuambia mama akishajua tu kama mimba yake ya mwisho, alivyojua kwamba kakaribia siku za kujifungua, zile expectation date of delivery EDD, anabeba beseni lake, vifaa vya kujifungulia, yani ndo anajipeleka hospitali mwenyewe. Anafika pale
anakaa kabisa kitandani, yani anajiassist kila kitu. Yani wewe nesi unafika tu pale mtoto kashatanguliza kichwa ni kumpokea tu. Kashajipushi mwenyewe, yani ana wasiwasi. Kwa sababu watu wengi wameshazoea, wazazi wengi hiyo ndio mtu wazazi wengi zamani kwanza watoto wengi. Kwa unakuta mzazi ana watoto siju 6. Sasa kuna kipi ambacho unakuta hakijui kwenye uzazi wa kawaida. Kwa unakuta hiyo ni njia ambayo watu wengi wamewekea notion kwamba ni salama zaidi kwa sababu haina complication nyingi. Mtu akishajifungua anaweza kurudi zake nyumbani akaenda na maisha ya kawaida. Lakini wengi wanahofia mabadiliko ya ukeni na kwenye hali ya ndoa kwamba kuna mabadiliko ya kimwili, kimaumbile yatabadilika baada ya kujifungua kawaida. Baada ya kujifungua kawaida. Hiyo ndio inaopelekea watu wengi sasa hivi kuopti kufanyiwa upasuaji. Ni kweli kwa sababu ni story ambazo zipo. Mtu anakuambia mimi sitaki kuharibu maumbile yangu. Lakini wanasahau kwamba hii misuli inakuwaga inarudi yenyewe kadri siku zinavyoendelea. Inatanuka na kusinyana. Yes, na ndio maana baada mzazi kujifungua kwa njia ya kawaida anaambiwa afanye mazoezi kama zile Kegel exercise, mwisho siku kukaza nyonga, kukaza misuli, na watu wanaendelea kuzaa hata mangapi, mara 4 mara 5, lakini mtu maumbile yake yanabaki tu vizuri. Kwa zile ni notion ambazo tunaita ni dhana potofu ambazo lazima tuzitolee elimu watu waweze kuelewa. Labda nikuulize daktari, lakini hata kama hujafanya mazoezi, maana wengine ni wavivu kufanya mazoezi, kuna muda baadaye zile sehemu zinarudi vile vile. Maumbile mwanamke mbele anarudi. Okay. Ni sasa tu ambao mtu hajakutana kimwili muda mrefu na ambaye anakutana kila siku. Maumbile lazima tofautiane kwa sababu mwisho wa siku yanakuja na misuli na kazi. Okay. Hapa natumia tafsida, misuli inakuja kukaza. Kwa mwisho wa siku tuongelee kwenye sasa tofauti, turudi kwenye point yetu. Kwenye utofauti, kwenye mtu anayejifungua kwa njia ya operation, mara nyingi ndo anapata maumivu kwa sababu ya mshono ya upasuaji na namna ya kutunza sasa kile kidonda na kujaga wengi kwa changamoto. Wengi wanapata postpartum infections. Ina maana ameshamaliza kujifungua anapata zile infection kutokana na njia aliyotokea kujifungulia, mfano kama hiyo cesarean delivery, cesarean section delivery, kwa sababu pale kuna vifaa unaweza kukuta tu the way labda tu wakati wanakufanyia operation kuna infections ziliingia kwa sababu ni vyuma vile. Unaweza kama daktari utajitahidi kwa kadri uwezavyo kuweka mazingira salama, kusio kuna uchafu wote umeingia, vifaa vyote viwe sterilized, lakini mwisho wa siku kuna vile dalili tu, yani kuna namna inaweza katokea infections zikaingia pale kwa sababu ile ni kidonda unachana tumbo la mtu. Kwa yani lazima tu somehow infections zinaweza zikatokea, au kama mwisho wa siku watu wa kuzingatia kwa umakini zile procedures za cesarean section, lazima mtu apewe antibiotics kwa ajili ya kutoa hizo infections. Lazima kuna vipimo vifanywe kabla ya mama kujifungua kwa njia ya upasuaji, na namna ambavyo mtu ataweza kukitunza hicho kidonda, usafi binafsi. Kwa kuna complication nyingi kwa mzazi ambaye anakuwa amejifungua kwa njia ya upasuaji. Zamani ilikuwa watu wanafanyiwa cesarean section ambao ni kujifungua kwa upasuaji kwa sababu labda mtu ana mapacha. Kuna sababu nyingi kama ulivyotangulia kusema. Mtu ana twins, lazima atajifungua kwa njia labda ya upasuaji, au ana changamoto za magonjwa mbalimbali. Inakuwa ni lazima au wakati mwingine huwa wanajifungua pia kawaida? Kawaida inawezekana, lakini sasa kuna sababu ambazo zinapelekea. Yaani mtu akiwa na multiple pregnancy lazima tu ajifungue kwa operation. Okay. Au mwingine unaweza kushangaa kashaanza uchungu vizuri, tulitegemea mtu atapush, lakini imeshindikana dakika za mwisho. Sababu watu wanahisi labda kujifungua kwa operation sio lazima usubiri uchungu. Ni kweli, lakini kuna ile uchungu umeshajua unajifungua kawaida afu mwisho wa siku haijafika lengo. Pale tunakushifti, tunakupeleka kwenye cesarean section, kufungua kwa kutumia upasuaji. Lakini jambo lingine, unakuta mtoto labda amezaliwa na kilo nyingi, yani ameshapimwa anaonekana na kilo nyingi, au mtoto na kichwa kikubwa, au kuna mazingira ambayo yanapelekea mzazi labda na magonjwa au ana infection. Tunaona bora mtu afanyie upasuaji kuepusha madhara ambayo anaweza kumpata mtoto na mama pia akae salama. Sambamba na hilo, watu wengi wanahofia pia kujifungua kwa njia kawaida, labda kuchanika. Utakuta mtu mwingine njia inakuwa imechanika mpaka kwenye njia haja kubwa kutokana na sababu mbalimbali, labda mtoto ndo kama hivyo ana kilo au ana uzito mkubwa, au namna tu ya kupush, mtu alipata shida mpaka akachanika na kadhalika. Kwa kumekuwa kuna
ukiangalia kuna faida na hasara, naweza nikaita hivyo kwenye kufungua kwa kawaida na kujifungua kwa operation. Lakini mtu akikaa chini lazima apime kwamba kati ya huku na huku kupi kuna uafadhali au kupi kuna uweni. Kwa sababu mtu anayejifungua kwa njia ya kawaida ana urahisi wa kuja kujifungua tena kwa njia ya kawaida. Tofauti na mtu ambaye amejifungua kwa njia ya operation. Kwa hiyo wengi unakuta ni lazima tu unaweza kujikuta hata akajifungua kwa njia ya operation au kwa njia ya operation na limit wengi watoto watatu. Ushachaona mara 3 unaona inatosha. Lakini tofauti na huku mtu anakuwa kwenye kujifungua kawaida, mtu anaweza ka opt akajifungua hata watoto 11 ni yeye tu na uzazi wake. Kwa hiyo mshasiko kuja kuangalia kulinganisha, changamoto zimekuwa nyingi kati ya huku na huku kwa sababu watu tu notion tofauti kwamba huku kunaweza kuwa kuna faida au huku kuna hasara. Au mwingine anasema kwamba uzazi upi ni salama. Na wengine kuona kwamba mtu anayejifungua kwa operation huyu ana matatizo au yani unajua kuna watu wawili. Kuna watu ambao wanaona ni salama lakini kuna watu wanaweza kuona hawezi kuwa na ile feeling ya mama. Kwa sababu wanaona mtu ili aitwe mama lazima push. Hizo ni notion ambazo zipo na zitakiwa ziondolewe. Mtu hata ajifungua kwa operation bado yeye ni mama na ni mzazi ambao anatakiwa tu kupewa heshima yake, kwa sababu hata kama hajapata ule uchungu. Sababu hizi zimekuwa kwenye watu hata wanasemana vibaya. Hujapata uchungu wewe mzazi, yani una uchungu wote. Umezaa kweli au unaongea Lakini mwisho siku anasahau kwamba hata hii mtu anajifungua kwa njia ya operation pia kapitia process zote za kuitwa mama. Kwenye upande wa normal delivery ambao ndo hiyo kujifungua kwa kawaida, kuna stage zake, kuna stage kama 4. Hapo stage ya kwanza ndio ile kuanzia uchungu unapoanzia mpaka cervix inapokuwa imetanuka kufikia sentimita 10. Sasa pale kitokea mlango wa uzazi haujafunguka ipasavyo, ndio tunaweza tukaopt pia kwenda kwenye operation kufanywa upasuaji. Lakini ikifika kama imefika hatua paka imedilate imefika sentimita 10, mama anajifungua kakadondoma anambia hivi tembea fanya mazoezi. Unajua ile njia sijui wanapima ifunguke na kadhalika, wazazi wanaelewa. Lakini mwisho wa siku stage nyingine, na maana pale sasa inapokuwa imedilate sentimita 10 paka pale mama anapokuwa amejifungua mtoto, na kutoka kujifungua mtoto paka kondo la nyuma linapotoka, na kutoka kwenye kondo la nyuma ile stage ya 4 kabla mama hajaruhusiwa, huwa tunahakikisha kwamba wamemwassess ule mama damu kama zinatoka. Kwa sababu wengi sasa hapa paka kufikia kuongelea mada leo nilikuwa napata maswali mengi sana. Mtu anakuambia nimesharuhusiwa kutoka hospitali, lakini labda damu nimeendelea kutoka. Huyo ni wa njia ya kawaida. Njia ya kawaida, hapa kwenye njia ya kawaida. Kwa mwisho wa siku kuna zile postpartum hemorrhage. Na maana ni damu ambazo zinatoka baada ya uzazi. Kwa unaweza kukuta sababu nyingi ambao watu wengi wanakumbana nayo ni kondo la nyuma kwa limebaki masalia. Na maana retained placenta. Na maana kwa kuna mabaki ya kondo la nyuma yanasababisha sasa ndio ile mtu kuanza kubreed. Kwa hiyo maana kabla mzazi hajaruhusiwa, na hii hakikisha tu hata kama unajua wagonjwa wakiwa wengi sometimes inakuwa overwhelm hata kwa watumishi wa afya. Kwanza unajua kuta tu umeshajifungua mtoto ametoka salama, umepimwa tu blood pressure, umeruhusiwa. Lakini kuna zile assessment lazima hata kama wewe ni mzazi uulize mbona sijafanywa hiki na hiki, ili mwisho wa siku ukitoka pale unajua umejihakikishia kwamba nimefanywa assessment yote. Sitokuja kupata nimerudi nyumbani mara damu zinaanza kutoka na kupata madhara mengine, kupata anemia, kupata sijui ndio hizo paka wengine anaharibika kizazi kuja kutolewa kwa sababu mtu amebleed sana au na kadhalika, kutokana na hizo retain percent zilizobakia. Kwa mwisho siku lazima assessment ifanyike ndio mtu aruhusiwe. Kwa madhara ambayo ya kujifungua kawaida ni machache sana, na mengi ni ile tu after delivery. Na maana nyingine labda ndio hivyo mtoto labda kupata changamoto labda injury wakati wa kujifungua, au mama mwenyewe kuchanika kama nilivyokusha kuelezea awali. Tofauti na ya cesarean section ambayo pia na yenyewe ina madhara yake kama complication baada ya kufanywa hiyo cesarean section, kwa sababu mwisho siku ndo kama hizo surgical wound infections, mtu anashindwa kukisafisha kidonda chake vizuri. Sawa, kabla hatujamaliza ushauri sasa kwa jirani ambaye anasikiliza kuhusiana na usalama, lakini wakati mwingine nini ambacho anazingatia. Unajua wengi tunajiamulia na kufanya maamuzi bila kuwashirikisha wataalamu wa afya. Mtu anajua kwamba mimi naweza nikaamua tu kwamba nataka kujifungua kwa upasuaji japo nina uwezo kujifungua kawaida. Ushauri kwa majirani. Hapo ni tunasema kuna zile consent. Na maana ni mzazi mwenyewe ana uhuru wa kuchagua, na lazima anapokuwa anafanya uchaguzi wake amshirikishe mtoa huduma wa afya kwamba bwana, mimi nataka daktari wangu mimi nijifungue kwa njia hii. Pale daktari atakuwa na nafasi kama mtaalamu kumuuliza maswali, kwa nini
kuna shida gani, lakini pia na kujiridhisha kwa vipimo kwamba huyu mtu japo sasa hivi imekuwa tu yani mtu kama ameamua anasaini consent, tunaingia kwenye theater kukufanyia operation. Mimi nadhani ushauri wa msingi, hatutaki kulinganisha hizi njia za kujifungua. Hatutaki kuzilinganisha kwamba mtu anajifungua kawaida au mtu anajifungua kwa njia ya upasuaji, siju kwa operation au kwa namna hizo zingine ambazo tumeelezea za kutumia hizo assisted devices kama hizo vacuum delivery na kadhalika. Kwa sababu mwisho wa siku kikubwa ni mtoto amezaliwa, na mtoto amezaliwa kwa njia salama. Wote hii delivery kwa ujumla tunahakikisha kwamba wazazi wote na mtoto wawe salama, kwamba afya ya mama na mtoto zikutane katikati, wawe salama. Mama awe salama, mtoto awe salama. Kuna ile inakuja situation da Mariam, unatakiwa uopt kama daktari, uokoe mama au uokoe mtoto. Kwa sababu unachagua sasa. Unachagua kwa sababu unakuta labda imefika hatua yani hapa either unamlose mama au unamlose mtoto. Mara nyingi waga tunaona kwenye movie na tamthilia, lakini kiuhalisia hivi vitu vipo. Yani unajuta labda mama anaokolewa, unasema atapata labda mtoto mwingine huko mbele kwa mbele. Lakini hatutaki kulinganisha, ni wewe tu kuangalia usalama wako zaidi unaangukia wapi. Sababu unaweza ukaforce nijifungue kwa njia kawaida, kumbe inatakiwa ujifungue kwa njia operation, au unaweza ukaforce kujifungua kwa njia operation, kumbe inatakiwa ujifungue kwa njia ya kawaida. Lakini zote tunaweza kusema yana madhara, lakini yanapishana tu kwenye ukubwa na udogo wake. Asante sana Claudia, na kwa jirani ambaye atakuwa na maswali zaidi anaweza kuwasiliana na Dr. Claudia moja kwa moja kupitia mitandao yake ya kijamii. Napatikana kwa Instagram na TikTok Claudia Laurent Tobias. Maswali naendelea kuyajibu, na watu wote wanakaa sawa. Kama una swali lingine au unatamani kusikia chochote kwenye mada zinazokuja mbeleni, unaweza ukatuandikia kwenye comment pale kwenye akaunti zangu za Claudia Laurent Tobias, TikTok na Instagram. Karibu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.